Hello. Hello. Leo tunafanya tathmini ya kufika kwetu hapa kijijini. Kuna mambo mengi najua ambayo tumejifunza na kila mtu anaweza akaelezea amejifunza nini, amefurahia nini kwa safari yetu nzima ya kuja hapa kijijini. Haya Manga, naomba tuambie umefurahia nini huko? Nimefurahia kwanza safari ya kuja huku kijijini. Nimefurahi nilipofika, nimekuta pametulia, nimekuta miti mingi, nimekuta migomba mingi, maparachichi, ndizi. Wacha we. Nimekula, nimesaza, nimekunywa maziwa, nimefanya kazi nyingi. Vitu vingi sana vimenifurahisha. Sawa. Anande? Mimi kilichonifurahisha kwenye safari, nimefurahi ya kuja kijijini. Nimefurahi hakuna kelele kama mjini tulipotoka. Nimefurahi na huu kijani mwingi. Sawa kabisa. Jamani, mmeenjoy Ndio. Haya, kingine labda kwenye ibada ambazo tumehudhuria mmejifunza nini? Nimejifunza kumtumikia Mungu, kumcha Mungu katika roho na kweli, kuenda kanisani mara kwa mara. Amina. Amina. Kwenda kanisani mara kwa mara, kwani mjini hamuendagi kanisani mara kwa mara jamani? Tunaenda. Mahudhurio ya ibada huku umeyaonaje? Vizuri. Mahudhurio ni mengi. Watu wanakuja kwa wingi. Sio kama mjini wanajazana ndani ya kanisa wa vijana tu. Huku wazee ndio wanaongoza kwenda kanisani. Wanatufundisha sisi vijana, kama huku ibada ya kwanza vijana imewekwa kwa Kiswahili, vijana wao wanawahi kanisani, maana ukichelewa tu ibada ya pili inaongozwa kwa Kichaga. Kwa hiyo unaweza kuishia kuambulia neno likawa limechanganywa na Kichaga katikati. Kwa hiyo huku kijijini huku ibada zinaongozwa, ibada ya kwanza ni ya vijana na wanafunzi wengi ambao hawajui Kichaga kwa Kiswahili. Lakini ibada ya pili ya saa 4 huwa ni kwa ajili ya wazee, lakini na wale ambao wanapenda kujifunza Kichaga. Kwa hiyo ibada zote zinafanyika kwa usahihi. Haya, wewe ulihudhuria ibada ya pili, hebu tuambie ulijifunza nini? Nilihudhuria ibada ya pili, tumejifunza neno la Mungu, tumejifunza vingi kama hiyo Christmas, kumpokea Yesu ndani ya mioyo yetu. Tunapaswa tusimpokee tu kwa kuandaa vyakula, eti kula tu. Lazima umpokee Yesu ndani ya moyo wako, ufungue moyo wako azaliwe katika maisha yako. Na pia tumejifunza kwamba tukija kusalimia huku nyumbani, lazima kwanza tupitie kanisani. Kama umekuja huku nyumbani bila kupitia kanisani, ni kama tu umekuja tu kuangalia mazingira. Jamani, katika Krismasi tulionaje habari za shamra zilikuwaje? Hebu tuambie kidogo. Zilikuwa vizuri. Tulikula, tulishiba, tulisherehekea. Haya, mandhari ya kanisani uliyaonaje labda Manka? Mandhari ni mazuri mno. Kuna bustani nzuri, kwanza majengo ni mazuri, ni imara. Humo ndani kuna vitu ambavyo vimejengwa miaka mingi, imekaa miaka 70 na mpaka sasa hivi ni imara hata kuliko hivi vya kisasa. Tulisikia historia ya ile mimbara ambayo ilijengwa ina miaka 75, mimbara ambayo inaendana kabisa na mimbara za kisasa hivi. Unaonaje jinsi ambavyo wazee waliweza kujitoa, na unashauri nini vijana wa sasa hivi? Wazee wa zamani walikuwa wanajitoa. Yule mzee alikuwa anaitwa Sethi. Huyo mzee ameacha hapo watoto wake, wajukuu bado wanasali hapo, wanajifunza namna mtu wao alikuwa anaweza kutoa vitu, anafanya vitu kwa moyo. Na hii sisi pia inavyosema hivyo kanisani, inatuinfluence na sisi vijana tu tunamtolea Mungu kwa kiasi na pumzi aliyotupatia. Amina. Kwa habari ya vyombo vile vya kanisani, muziki, niliona red carpet, yani ilikuwa ni hatari. Ulishawahi kuliona mahali popote? Red carpet mimi nalionaga tu kwenye TV wakiwa wanapita watu wakubwa, lakini kanisani leo nimeliona. Naliona nikiwa naenda kanisani. Limetandikwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yaani pale nje ukiwa unaanza, unaingia nayo mpaka na kusindikiza mpaka kwenye kitu utakachoenda kukalia. Kwanza linakupokea kuanzia nje, ndani, korido zote. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ameandaliwa namna gani? Ulivyoona wewe, uliona mapokezi gani ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo? Watu walikuwa wamejipanga vizuri,
wamejipanga vizuri mno. Ukiangalia hata kwenye muziki hapo kanisani kulikuwa kuna ala nzuri, yani vifaa ni vingi vya muziki, kuna magitaa, kuna piano, kuna matarumbeta. Shamra zilikuwa kubwa mno. Kuhusu ibada zilikuwa zinarushwa live. Ulishaona mahali popote labda tulikotokea huko kwetu ibada zinavyorushwa live? Tuliambiwa. Unaonaje maendeleo ya hapa kijijini? Maendeleo ni makubwa. Maana ibada nyingi zimezoeleka sana ni mjini kurushwa live kwenye mitandaoni. Ila cha kushangaza huku ni kijijini mno. Ila ibada huku zinazorushwa huku, yani zinarushwa in standard more than town. More than town. Jamani, tulikuwa tunafanya tathmini ya ujio wetu hapa kijijini. Kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana, hususan namna ya kuhudhuria ibada na kumwamini Mungu, na maendeleo mengi yanakuja kwa sababu watu wengi wamemtanguliza Mungu. Basi tunajiandaa kurudi mjini. Tutaleta mambo mengi mazuri. Unaona ndizi mshare, mahindi yamekomaa na mengineyo. Tuwatakie siku njema. Bye.